Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premium League ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibari ni mtanange wa mzunguko wa 30 ambapo mechi imeikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kutokea mkoani Dodoma, ambapo mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mdau wa Yanga Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Yanga wameweza kupata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie kwa upande wako ni mchezaji gani ambaye ameweza kukosha leo katika mchezo huu ambao Yanga walikuwa wakicheza dhidi ya Dodoma Jiji. Fahamu katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya Yanga Sports Club walikuwa aggressive sana, kwa sababu tunashuhudia katika dakika ya kwanza tu kupitia kwa mchezaji Clatous Chama akipokea pasi safi iliyopigwa na mchezaji anayefahamika kwa jina la Clement Mzize, basi kwa upande mwingine akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la kuongoza, na mpaka half time klabu ya soka Yanga Sports Club walikuwa kifua mbele kwa bao 1-0. Katika kipindi cha pili Young Africans wakarejea na moto ule ule, kwa sababu dakika ya 55 kupitia kwa kiungo ambaye siku ya leo alikuwa akicheza katika eneo la kiungo mzuiaji, hapa tukaenda kumwongelea Duke Abuya, akaweza kuiandikia klabu ya soka Yanga Sports Club bao la pili. Lakini kabla mpira kumalizika dakika ya 65 tunashuhudia klabu ya soka ya Yanga Sports Club waliweza kujipatia bao lao la tatu kupitia kwa mchezaji ambaye anatokea pale pale visiwani Zanzibari, hapa tukienda kumwongelea mchezaji anaofahamika kwa jina la Ibrahim Muhammad Baka. Kwa hiyo tunaona Young Africans wamefanikiwa kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, ukiwa ni mchezo wa 29 ligi kuu ya NBC. Mpaka sasa Yanga wamecheza michezo 29, katika michezo 29 wameshinda michezo 26, huku sare ukiwa ni mchezo mmoja wakipoteza michezo miwili. Young Africans amefunga mabao 79 huku yeye akiruhusu mabao 10. Goal difference ni mabao 69 wakiwa na pointi 79 katika nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kumbukwe kituo kinachofuatia ni mechi ambayo itakwenda kuchezwa ya mwezi huu wa 6 tarehe 25 siku ya Jumatano dhidi ya watani wao wa jadi ambao ni Simba Sports Club. Kama Yanga akifanikiwa kuibuka na ushindi mbele ya Simba Sports Club, basi moja kwa moja watakwenda kuutwaa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Kwa hiyo watu wengi wanasubiria kuona mchezo huo ni matokeo gani ambayo yatakwenda kupatikana kati ya Yanga dhidi ya Simba, kwa sababu mshindi yoyote yule ndiye ambaye atakwenda kuubeba ubingwa msimu, kwa sababu tofauti ya alama kati ya Yanga dhidi ya Simba ni tofauti ya alama moja, kwa sababu Yanga ana pointi 79 huku Simba yeye akiwa na alama 78. Kwa hiyo mechi inayofuatia ni mechi ya fainali, mshindi moja kwa moja atakwenda kubeba ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kumalizika na klabu ya soka ya Yanga kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 5-0 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndugu Ali Shabani Kamwe anasemaje? Ndugu Ali Shabani Kamwe cha kwanza ameweza kuyaposti matokeo ambayo Yanga wameweza kuyapata dhidi ya Dodoma Jiji, kisha akaandika hivi: alhamdulillah, hapa kimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi ambao Yanga wameweza kupata, kwa sababu kama si Mwenyezi Mungu wasingeweza kupata ushindi huo. Kisha akaandika hivi: bado moja ya mwisho, akaeka kimoja cha kushukuru. Hapa kimaanisha kwamba kwa sasa Young Africans wamesalia na mchezo mmoja, ambapo mchezo huu watakwenda kukutana na Simba Sports Club tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa hiyo ndio hivyo anamaanisha bado mchezo mmoja ili waweze kubeba ubingwa, kwa sababu ikumbukwe kama Yanga akishinda atakuwa bingwa, Simba naye pia akishinda atakuwa bingwa. Nini maoni, mtazamo kwa kile ambacho amekisema Ali Kamwe? Una nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare nasi maoni yako.